Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi mtazamaji wa siku 50 za Pentekoste. Tumekwenda wote hatua kwa hatua. Mungu ameendelea kutupigania, Mungu ameendelea kutuimarisha mpaka sasa tumefika katika hatua hii. Kwa siku ya leo tuko ndani ya siku yetu ya 13. Mungu wetu ni muweza, ambaye yuko upande wetu, ambaye anahakikisha kwamba neno lake lipo pamoja nasi siku zote. Mungu ameahidi hata tupungukia wala kutuacha. Basi nichukue nafasi hii tena kukukaribisha kwenye kipindi hiki ambapo tunaangalia mambo yanayohusiana na Pentekoste, mambo yanayohusiana na Roho Mtakatifu na mambo yanayohusiana na habari za kunena kwa lugha. Kwa hiyo ndani ya kipindi hiki utayapata yote hayo. Basi nipende kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Najua upo tayari kwa yale ambayo tumeandaa kujifunza siku ya leo. Karibu tuwe pamoja. Siku ya leo moja kwa moja bila kupoteza wakati tutaanza na kile kitabu cha Luka sura ile ya 24 mstari ule wa 49. Luka huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye vile vile alikuwa ni daktari, alikuwa ni mwinjilisti, alikuwa ni mtumishi wa Mungu, na aliandika injili hii iwafikie watu wote ambao especially walikuwa ni watu wa mataifa, kwa sababu Wayahudi au Waisrael au Waebrania tayari walishaandikiwa injili na mtumishi wa Mungu Mathayo. Alafu Marko yeye akawa ameandikia Warumi. Sasa wale watu wa mataifa wa Yunani na Wagiriki, huyu mtumishi wa Mungu Luka akaona basi ni vema aweze kuandika. Na nyakati zile hawa Wagiriki ndio waliokuwa wasomi. Kwa hiyo Mungu akamtafuta msomi ili aweze kuandika injili kwa ajili yao. Na yeye alikuwa ni tabibu, alikuwa ni daktari, tunamuita Dr. Luka. Kwa hiyo akawa ameandika kitabu hiki kuanzia Luka sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho kabisa ambayo ni sura ya 24. Na Yesu katika hatua za mwisho za maisha yake alizungumza kwa ukaribu sana habari za Roho Mtakatifu, ili kwa sababu alijua anapoondoka sisi ambao tutamwamini baadaye, ambao ni sisi tayari tumeshamwamini, tumeshampokea ndani ya mioyo yetu, tukae na Roho Mtakatifu tukijua kwamba tuko mahali salama. Yesu angeacha bila kutuambia habari za Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu akaja, kingekuwa ni kitu kigeni, lakini aliacha ametoa maelekezo mazuri kabisa kabla ya kuondoka. Kwa hiyo Biblia inatuambia Luka 24:49, huyu ni Yesu Kristo mwenyewe anazungumza, akasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Yesu akazungumza akasema, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu. Sasa unaweza ukajiuliza ahadi ya Baba nini? Kabla tujaingia kwenye sehemu ya pili anaposema kaeni humu mjini mpaka mvikwe uweza utokao juu, lazima ujue ahadi ya Baba nini. Sasa kwa sababu hapa tunaongelea habari za Roho Mtakatifu, habari za Pentekoste, ni rahisi moja kwa moja kujua tunaongelea nini, kwamba ni mambo ya Roho Mtakatifu. Lakini tusogee mbele kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5. Hizi tena ni habari za Yesu akiwa na wanafunzi wake, waliendelea kuongea. Na kwa nini nimekuleta kwenye Matendo ya Mitume? Kwa sababu vile vile kwenye Matendo ya Mitume ni yule Dr. Luka aliandika kitabu cha Luka ambapo aliishia sura ile ya 24. Sasa zamani walikuwa hawaweki sura ziliwekwa baadaye. Kwa hiyo alipoishia pale kwenye Luka mwishoni, ndipo anapoanzia kwenye Matendo ya Mitume mwanzoni. Luka aliandika vitabu viwili, kitabu cha Luka na kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Kwa hiyo tunachokisoma hapa kwenye Matendo ya Mitume ni muendelezo wa pale alipoishia. Ijapokuwa kwenye Biblia yako kwenye mpangilio ukitoka kitabu cha Luka unaingia Yohana, alafu sasa ndo unakuja Matendo ya Mitume, lakini ni Luka yule alipoishia pale kwenye sura 24 ya Luka, basi ameanzia kwenye Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Biblia inatuambia kwamba hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Kwa hiyo akaacha muambie wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu. Kwa hiyo pale Biblia inapotuambia alikutana nao mjini, akawaambia msitoke mjini, hapa kwenye hii Luka sura 24, lakini kaeni humu mjini
hata mvikwe uweza utokao juu. Huko mjini alipokuwa anapazungumza ndo hapa Yerusalemu. Akawaagiza akawaambia, msitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Ni ahadi gani hiyo? Yesu akaendelea kufafanua ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa hiyo Yesu aliwaambia baada ya siku chache. Na actually siku chache ni siku ngapi? Zilikuwa ni siku 10 tu. Kwa sababu kumbuka hapa tayari Yesu alishakaa na wanafunzi wake kwa takriban siku 40. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1 ndipo Yesu alipopaa kwenda juu mbinguni baada ya siku 40 kukaa na wanafunzi wake. Sasa kuanzia alipofufuka mpaka Roho Mtakatifu aliposhuka, Matendo ya Mitume sura ya 2 ni siku 50. Kwa hiyo tayari siku 40 Yesu alikuwa ameshakaa na wanafunzi wake. Kwa hiyo alipoambia kwamba mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache, ni siku 10 tu. Na wapo watu walioshindwa kusubiri siku 10. Wanafunzi wengi. Yesu aliacha wanafunzi zaidi ya 500 sehemu moja, lakini baada ya siku 10 walikuwepo wanafunzi 120 tu ndio waliosubiri mpaka Roho Mtakatifu aliposhuka juu yao. Kwa hiyo sasa baada ya kujua kwamba ahadi ya Baba inayozungumziwa kwenye Luka 24 na Matendo ya Mitume sura ya 1 ni habari za Roho Mtakatifu. Sasa twende kwenye kitu chenyewe sasa. Yesu aliwaambia wasubirie nini? Hapa kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1 akasema bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu. Kubatizwa katika Roho Mtakatifu ni kitu gani kinachotokea? Kwenye huu mstari wa 49 sura 24 kitabu cha Luka ndo Biblia inatuambia aliwaambia kaeni humu mjini huku Yerusalemu hata mvikwe uweza utokao juu. Sasa siku ya leo ndugu yangu nimekuja kukuambia kwamba usiondoke Yerusalemu. Usiondoke Yerusalemu mpaka utakapovikwa uweza utokao juu. Hakikisha kwamba hauondoki Yerusalemu. Watu wengi wanakimbia kuondoka Yerusalemu. Kuondoka Yerusalemu sawa, unaweza ukapaita kwamba ni comfort zone. Sasa ninajua na ninafahamu vizuri kabisa namna watu wengi wanavyoisema vibaya comfort zone, kwamba hautakiwi kukaa hapo, inabidi uondoke. Hayo yote ni kweli, lakini unaondoka wakati gani comfort zone? Sasa watu wengi kuna watu wanapitiliza, wanakaa comfort zone mpaka ule muda ambapo wanatakiwa kuondoka wanabaki. Lakini kumbuka comfort zone ina maana yake. Comfort zone ni wakati wa kujiandaa, na wakati wa kujiandaa ukishapita hautakiwi tena kubaki. Sasa wale wengi wanaozungumzia zile tunawaita motivational speakers, unapata maneno ya kukuhamasisha kufanya kitu fulani, unaambiwa acha kuwa kwenye comfort zone, hakikisha unachukua hatua. Ni vyema na ni vizuri, na mimi nafundisha habari hizo kwamba usikae kwenye comfort zone, lakini uwezi ukaanzia nje ya comfort zone. Unaanzia kwenye comfort zone, unajipanga, unajiandaa, unafanya maandalizi yako vizuri. Ukitoka kwenye comfort zone unakuwa mtu wa tofauti, haufanani na watu wengine. Kuna watu wamebaki tu kwenye comfort zone, wamelala hapo. Comfort zone si wakati wa kulala. Comfort zone ni wakati wa maandalizi. Hapa Yesu aliposema kwamba lakini kaeni humu mjini, that was the comfort zone, kwamba mkae eneo salama, hakuna vita, kaeni hapo kwanza. Na ukweli ukichunguza kitabu hiki, kwa sababu ukitoka Luka 24 unaingia kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1 na sura zinazofuata, ni kweli hao wanafunzi walikaa kwenye comfort zone kupitiliza. Roho Mtakatifu alikuja juu yao kwa sababu Yesu aliwaambia kwenye Matendo 1:8 kwamba nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu kwenye comfort zone, alafu akaendelea na Uyahudi wote na Samaria hata miisho ya nchi. Lakini wanafunzi walijisahau, wakaendelea kubaki kwenye comfort zone. Baada ya kujazwa na Roho Mtakatifu wakashuhudiana tu wao
kwa wao, kila kitu wakakifanya shirika, wakawa wanaomba, wanasali, wanaishia hapo hapo, mpaka Bwana Yesu ikabidi achukue hatua ya kuruhusu mateso na dhiki. Kanisa likapitia mateso mabaya sana kiasi kwamba watu wakaamua kutawanyika. Lakini kuna mstari kwenye Biblia unasema kokote walikokwenda waliendelea kuhubiri Injili, hawakunyamaza, hawakuishia pale, walihakikisha wanaendelea kuhubiri Injili kila walipokwenda. Kwa nini Bwana Yesu alimruhusu Sauli kuwaua baadhi ya watumishi wake? Akina Stefano wakauawa na wengine wakawekwa gerezani kwa sababu walikaa kupitiliza muda wa comfort zone. Yerusalemu ilikuwa ni mahali pa kuanzia, ni mahali pa kukaa mpaka uvikwe uweza. Ukishavikwa uweza hauhitaji tena kukaa Yerusalemu. Huo ndo muda sasa wa kutoka. Sasa wengi huwa tunahamasisha au tunazungumzia ule muda wa kutoka tu, hatuzungumzii ule muda wa kukaa, hatuzungumzii muda wa kuatamia maono yako, hatuzungumzii kile kitu ambacho Mungu amekikusudia uhakikishe kinakuwa vizuri mpaka ukifikisha hatua ya kukiacha kikaenda chenyewe. Mtu tu mwanzoni amesikia habari, anza kitu fulani, anza biashara, anaanza tu hivyo hivyo, hajui chochote kuhusiana na biashara. Lakini ukipata mafundisho kidogo, unaona hata Bwana Yesu mwenyewe hakuwakusanya tu wanafunzi wake akawajaza Roho Mtakatifu akawaambia nendeni. Aliwapitisha chuo, mafunzo maalum, wanafunzi wake 12 kwa miaka 3. Yesu aliwaandaa kwanza. Sasa ni sawasawa ungekutana na wanafunzi hapo wameshamwamini Bwana Yesu, haya uambie nenda. Yesu aliwafundisha kwanza, kuna ule muda wa kujifunza. Sasa turudi hapa. Biblia inaposema kwamba lakini kaeni humu mjini, ni kwenye comfort zone pale, ndo muda wa kujiandaa, ndo muda wa kufunga na kuomba, ndo muda wa kutafuta uso wa Mungu, ni muda wa kuzitafuta nguvu za Mungu. Unapotoka sasa unaenda kuwa mtu tofauti. Yani kuna watu huko nje, yani kama ni watu ambao waliozaliwa kabla ya siku zao, ni kama wale wanaitwa njiti, wale watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao. Unaona tu njiti wanatoka, wanaanza kwenda kumtumikia Mungu. Sawa, unaweza ukafikiri kwamba ni sahihi, lakini muda wa maandalizi ni muhimu. Hata Mtume Paulo na yeye alianza kufanya makosa ya namna hiyo, lakini sijui ni Roho Mtakatifu alimwambia au kuna mtu alimwambia unahitaji muda kwanza uatamie yale mambo ambayo Mungu ameyakusudia juu ya maisha yako. Kwa sababu Biblia inatuambia baada tu ya kuokoka, utaona Biblia inatuambia mara akaanza kuhubiri Injili mpaka wale watu wakamuona, huyu Paulo huyu si alikuwa anatutesa kipindi hicho, Sauli anawatesa, anafanya hivi na hivi. Wakafikiri labda amekuja tu ili awajue watu wa Mungu, baadaye aje awatese. Kumbe alikuwa ameokoka kweli, akaanza kuhubiri Injili, akaanza kumshuhudia Kristo. Lakini baada ya muda akaona haendi popote, akaenda kujificha zaidi ya miaka 13. Akaenda Arabia, akakaa huko, akatulia, akatafuta uso wa Mungu, akajificha, yani alikuwa haonekani. Alipokuja kutokea, akapelekwa moja kwa moja kule kwenye kanisa la Antiokia, na baada hapo ndipo safari zikaanza. Roho Mtakatifu akasema na kanisa, mniandalie Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Huyu mtu tayari alikuwa ameshaandaliwa, na wewe kuna muda wa kukaa Yerusalemu, ndio muda ambao ninauongelea sasa. Sianzi tu kuongelea habari toka, nenda kuhubiri Injili, kafanya hivi na hivi. Umekaa Yerusalemu, umesoma neno la Mungu, umetafuta uso wa Mungu, umeshapata siku za kufunga na kuomba, kutafuta uso wa Mungu akusaidie, akutetee, uwe mtu wa tofauti, au unataka kwenda kuwa kama watu wengine wa kawaida walivyokuwa? Ninajua hicho kitu hakizungumziwi, tunazungumziwa tu jamani, muda umeisha. Wewe anza kumtumikia Mungu hivyo hivyo. Kaa kwanza Yerusalemu, usiondoke Yerusalemu. Yesu akawaambia msiondoke, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Kuna wakati wa kuvikwa uweza, wakati wa kuvikwa uweza. Kuna hili neno linasema hata. Ndo maana Bwana Yesu hakuwaambia kwamba ni siku ngapi. Ndiyo, zilikuwa zimebaki siku 10, lakini Yesu hakuwaambia kwamba baada ya siku 10 muondoke sasa. Hapana, Yesu alisema kaeni mpaka mvikwe uweza utokao juu.
Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ndo hapa akasema kwamba bali waingoje ahadi ya Baba, waingoje. Kuna kitu kinaitwa kungojea, kungojea kuvikwa uweza utokao juu. Kuna waimbaji hata wa injili akishaona tu sauti imekaa vizuri vizuri, anasema mimi ngoja nianze hivyo hivyo, msinivute nyuma. Hapo ameshasikiliza maneno yanayomwambia we chukua hatua tu, usiogope, nenda hivyo hivyo, mambo yatajulikana mbele kwa mbele. Lakini mtu akitaka kwenda mbali, akitaka kwenda Marekani, hawamwambii kwamba nenda airport hivyo hivyo, mambo yatajulikana mbele kwa mbele. Lazima ukae, utulie, upate visa, upate vibali vyote vitakavyokuruhusu kuondoka. Lazima taratibu zifuatwe. Lakini kwenye sehemu nyingine unaenda tu hivyo hivyo. Kwa nini mambo ya Mungu tunayafanya ovyo ovyo? Ukitaka kwenda nchi nyingine ndo unakuwa serious, unatafuta vibali vyote, unahakikisha kila kitu kimekaa sawa. Lakini kwenye kumtumikia Mungu anasema we nenda hivyo hivyo jamani, muda umeisha, muda umeisha. Hakuna muda kuisha. Yani sasa sikiza nikwambie, maandalizi ni bora kuliko huduma yenyewe. Jifunze hata kwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alijiandaa kwa miaka 30 kufanya huduma aliyoitiwa, na huduma aliifanya kwa miezi 6 tu akawa amemaliza. Miaka 30 Yohana anaandaliwa kufanya huduma. Alipoanza huduma akafanya miezi 6 akawa amemaliza. Yesu Kristo anakuja kutoa ripoti ya wote walioondoka kuanzia Adam mpaka Yohana. Anasema hakuna nabii mkubwa kuliko Yohana Mbatizaji. Wapo wakina Musa waliogawanya bahari ya Shamu, wapo wakina Elia walioshusha moto, lakini Yesu akasema hakuna mkuu kuliko Yohana. Tulia kwanza, jiandae. Yohana alijiandaa kwa miaka 30, huduma akaifanya kwa miezi 6. Unajua unaweza ukahangaika, unafanya vitu vingi, baadaye mwisho wa siku Mungu anachambua mapenzi yake kwenye hicho ulichokifanya, hayaoni. Mungu mwenyewe anashangaa, ulikuwa unafanya nini wewe siku zote? Sioni chochote ambacho umekifanya. Tulia kwanza, tafuta mapenzi ya Mungu, usikimbie. Yesu akawaambia wanafunzi wake waingoje ahadi ya Baba, waingoje ahadi ya Baba, wakae Yerusalemu mpaka watakapovikwa uweza. Sasa nimekuja siku ya leo kukuambia kwamba tafuta muda na Mungu, acha kukimbia. Umeshaivisha mambo mangapi? Umeshakamilisha nini tangu umeanza kukimbia na kuyafanya hayo unayoyafanya? Tulia kwanza, upokee nguvu. Unajua hata kuna mtu mwingine akishaona kanisani pale anakemea mapepo, pepo la kwanza limetoka, pepo la pili limetoka, mtu wa tatu pepo limetoka, anasema nakwenda kuanzisha kanisa langu na mimi. Anaamua kutoka pale. Hapo ameshaambiwa chukua hatua. Ukikaa tu chini ya huyo mchungaji hautafanikiwa. Wewe chukua hatua uende umtumikie Mungu. Kwa hiyo anachukua hatua hivyo hivyo, maskini anakuwa ameshatiwa moyo huko, anachukua hatua haraka, anaenda kufungua naye kanisa lake, kwa sababu ameombea watu 2 3 wamepona, na yeye anaenda kufungua kanisa. No. Yesu alisema kaeni Yerusalemu mpaka mvikwe uweza utokao juu, mpaka mvikwe uweza. Yani lazima kitu cha tofauti kionekane. Usitake tu kuimba kama watu wengine. Maadamu sauti imenyoka, umeimba siku ya kwanza ukaambiwa umetubariki sana, ukakutana na mtu mwingine akakwambia sauti yako ni nzuri, na wewe unasema sasa mimi siko tena chini ya yule mchungaji ambao nilikuwa chini yake, naenda kuanzisha huduma yangu, huduma ya kusifu na kuabudu. Unafungua bendi, unafungua nini. Mchungaji akikwambia tulia tukuchunge, unaona huyu mchungaji ananichelewesha, mimi nimeshatiwa moyo kwamba nitoke kwenye comfort zone niende haraka kumtumikia Mungu, muda umekwisha. Muda haujaisha, nikwambie, kaa Yerusalemu mpaka uvikwe nguvu, mpaka uvikwe uweza. Ukiondoka na uweza, sikiliza, mataifa yatakutafuta wewe. Unajua watu wengi wanahangaika, wanatengeneza nyimbo zao, wanaziposti huku na huku, matangazo mengi, anaweka kwenye status vitu vingi, bado watu hawajajua ulichokibeba. Ndio maana unajitangaza wewe mwenyewe. Lakini watu wakishajua kile ulichokibeba watakutafuta, na ile neema iliyoko juu yako ndio itakayokutangaza. Wengi wanatumia nguvu nyingi kujitangaza, kujipromote, kujiadvertise wao wenyewe. Kama neema ya Mungu haijakutangaza, utabaki hapo ulipo. Kwani Yohana alitumia matangazo gani? Hakuweka popote kwamba jamani ninafungua kanisa hapa. Yeye alienda jangwani,
akaenda pale ambapo mto Yordani unapita, akaanza kubatiza watu, akaanza kuhubiri Injili. Biblia inatuambia mji wote ulienda jangwani Yohana alipokuwa, mpaka Mafarisayo na Masadukayo wakatoka mjini wakaenda huko porini kumtafuta Yohana Mbatizaji. Wamesikia anafanya vitu vikubwa, mpaka wakaanza kumfananisha na Kristo. Wakasema, wewe ndo yule ajaye au tumngojee mwingine? Yani mambo aliyoyafanya ni mambo aliyoandikiwa Kristo, ndicho watu walichokiona. Yohana hakuweka matangazo Facebook, Yohana hakuweka matangazo kwenye TV na kwenye redio, hapana. Neema ya Mungu iliwavuta watu. Sasa mtu neema ya Mungu bado hujaipata, unaenda unaanzisha kanisa lako, unaweka vibao, unaweka matangazo, unajitangaza. Neema ya Mungu umeipata. Yesu alisema baki Yerusalemu mpaka mvikwe uweza utokao juu. Haleluya. Mpaka mvikwe uweza utokao juu. Na ukishapokea uweza utokao juu, sasa ndo muda wa kuondoka kwenye comfort zone. Yani comfort zone haiwezi ikakutosha. Unajua hata yule ndege tai namna anavyomtunza mwanae. Kuna wakati wa mtoto wa tai kukaa kwenye kiota, lakini kuna muda mtoto yule inabidi atoke sasa, atanue mabawa yake apae. Mtoto akitaka kubaki kwenye kiota, mama tai yule huwa ana njia za kumfanya mtoto apate maumivu kwenye kiota kile. Yale majani yaliyokuwa ameweka pembeni anayaondoa. Mtoto akigeuka huko anajichoma, akigeuka huko anajichoma. Kwa hiyo ili mtoto aweze kutoka pale kwenye comfort zone, kwa sababu muda wake wa kupaa umefika. Kwa hiyo kuna muda wa kukaa ndani ya yai. Yai likisha atamiwa likafikisha siku zake za kutotolewa, huo ni muda wa kutoka. Likipitiliza tu, basi yanatokea matatizo mengine kama ilivyotokea kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa hiyo lazima ujue ni wakati gani wa kuondoka. Unaona hata Bwana Yesu mwenyewe hakuwa na haraka yoyote. Alisubiri uweza ulipokuja juu yake. Alipofikisha miaka 30, Roho wa Bwana akaja juu yake pale kwenye mto Yordan baada ya kubatizwa na Yohana. Alijua usio wakati wa kurudi tena kwenye useremara. Kule kwenye useremara ulikuwa ni wakati wa comfort zone. Ulikuwa ni wakati wa kusoma neno la Mungu. Ulikuwa ni wakati wa kumtafuta Mungu usiku na mchana. Bado mambo hayajawa mengi. Watu wanafikiri tu huduma ni rahisi. Kuna wakati unakuwa huna muda wewe binafsi wa kusoma neno la Mungu. Unaitwa huku, unaenda huku, unatoka huku. Yani ratiba zinakuwa nyingi. Kama hukuwa na potential ya kutosha, kama hukuwekeza mtaji wa kutosha, lazima utakwama. Kwa hiyo pale unapokuwa kwenye comfort zone, ni wakati wa kujijenga, wakati wa kujiimarisha, wakati wa kujipanga vizuri, ili wakati wa kutoka kwenye comfort zone usiliaibishe jina la Bwana. Hata unaweza ukajifunza kidogo kwenye habari za Daudi. Unajua ungemkuta Daudi yuko kule anachunga kondoo zake, ukamtia tu moyo, we Daudi yuko hapa na kondoo, Mungu amekuweka kwa ajili ya kuongoza taifa, toka hapa kwenye kondoo. Wewe uwezi ukapambana na Goliati kabla hujapambana na simba na dubu huko jangwani. Uko porini ukiwa unachunga kondoo, unaanza kwanza unakabiliana na simba, unakabiliana na dubu. Siku ya kuja kutangazwa taifa zima likujue, ndipo Goliati anasimama mbele yako. Usichukue hatua tu za kukimbia. Yesu akawaambia wanafunzi wake, kaeni humu Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu. Je, wewe umevikwa uweza huo? Tafuta nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu hizo ulizonazo, ukiondoka nazo, unajua hautafika mwisho. Ni kama vile simu. Lazima simu kwanza uichaji. Kama safari yako ni ndefu, unahakikisha simu iko full charge. Ukienda simu iko 5%, asilimia ngapi, sawa, na yenyewe ni charge, lakini hautafika kule unakokwenda. Vivyo hivyo kwenye gari kama mafuta yako robo, hautafika mwisho wa safari. Hakikisha kwamba una full tank ambayo itakufikisha kule unakokwenda. Maandalizi ni ya muhimu. Yesu akawaambia kaeni Yerusalemu. Nami nazungumza na mtu mmoja siku ya leo, usiondoke Yerusalemu mpaka utakapovikwa uwezo utokao juu. Basi tumalizie na kile kitabu cha Isaya, maneno yaliyoandikwa. Isaya sura 40 mstari wa 31. Biblia inatuambia kwamba bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia.
Hao ni watu gani? Sio watu wote tu, ni wamngojeao Bwana. Kuna wakati wa kumsubiri Bwana, kuna wakati wa kumngojea Bwana. Wakati mwingine wanakuambia we kimbia tu, wai jipange kwanza, jipange. Wanasema hata ukitaka kuruka agana na nyonga. Kwa hiyo agana nayo kwanza kabla hujaruka. Mngojee Bwana. Biblia inatuambia wale wanaomngojea Bwana watapata nguvu mpya. Kama ukitaka kutembea katika viwango vya Roho Mtakatifu ambavyo amevikusudia kwenye maisha yako, hakikisha kwamba unamngojea Bwana. Hakikisha kwamba unavikwa uwezo utokao juu. Usikimbilie tu. Hata wengine kwenye biashara, ameenda kwenye biashara kubwa, amechukua mkopo, baadaye anakuja anapata hasara, anapata pressure, hapo anadondoka, anapata mshtuko wa moyo, haamini mambo yaliyomkuta. Hivi kweli mimi ndo nimedhulumiwa milioni 30? Lakini kuna watu ambao walijijenga kwanza, wakajiandaa, wakaenda wanaongezeka kidogo kidogo. Bilioni 1 inapotea ni kitu cha kawaida, ambazo hizo ni milioni 1000. Kuna mtu sasa hivi akiibiwa tu milioni 1000 anadondoka chini, anakufa. Lakini kuna watu ni maisha ya kawaida, wameshazoea. Sasa hakikisha kwanza unapata uweza, usikimbie tu. Hata kama Mungu amekuita kuwa kiongozi wa taifa kwenye siasa na kwenye mambo ya kuongoza labda kijiji, ofisi fulani, taasisi fulani, hakikisha unajipanga na Mungu, unatembea katika uwezo wa Mungu hapo ambapo Mungu amekuita. Kuna kiti kingine ukienda ukikikalia, unaanza kufanya mambo ambayo hata wewe mwenyewe hujui kwa nini unayafanya. Wakati wewe ulikuwa unawachukia wale waliokuwa wamekaa kwenye hicho kiti kabla, unasema kwa nini wanawaza hivi? Kwa nini wanapanga hii mipango? Na wewe ukienda ukikaa pale unapanga mipango hiyo, kwa sababu kile kiti kinakuwa na nguvu kubwa kuliko nguvu ulionayo wewe. Kwa hiyo kiti kinakutawala wewe. Unafanya maamuzi lakini sio wewe unayafanya, kwa sababu hujamngojea Bwana. Biblia inatuambia wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Sasa hivi bado upo kwenye comfort zone, haujafahamika kitaifa, hujafika bado pale unapotakiwa kufika. Ndo muda wa kutafuta uso wa Mungu usiku na mchana. Unatakiwa kufunga hata kama kanisani hawajatangaza mfungo wa maombi. Wewe unafunga, unatafuta uso wa Mungu. Hata hivyo kwenye ndoa, unajipanga mapema, unaomba, unafunga, unatafuta uso wa Mungu mapema kabla hujaingia kwenye ndoa. Usitafute tu kuingia. Watu wanakushawishi, umri umeenda, we dada una miaka mingapi? Mpaka sasa hivi hujaolewa. Ile pressure ya watu inakufanya unaingia kwenye ndoa. Wakati ule muda ambapo uko kwenye comfort zone, upo nyumbani, ndo unafunga, unasoma neno la Mungu, unatafuta kumjua Mungu, unalitafuta kusudi la Mungu la kuingia kwenye hiyo ndoa. Hata kabla hujaingia, Mungu anakusaidia mapema. Ukija kuingia, yani changamoto utakazokutana nazo, sura ya uso wako haitabadilika, utakuwa na tabasamu siku zote. Wengine watajiuliza, vipi wewe una amani? Umemfanyaje mume wako? Imekuaje? Lakini ulijiandaa mapema. Ule muda wa comfort zone, ule ndo muda wa kujiandaa, ndo muda wa kujipanga kabla hujakutana na Goliati ukiwa uko porini. Ndo muda sasa wa kufunga na kuomba. Ndo muda wa kumjua Mungu binafsi, uone nguvu za Mungu binafsi. Yesu alisema kaeni Yerusalemu. Jambo la kwanza, unaanza kukaa Yerusalemu. Kuna watu tu wameanza na kuchukua hatua, yani wamejifunza tu mafundisho fulani, ndo mafundisho ambayo wameanza nayo. Hata unakuta mtu kanisani ameokoka, hajakuta yale masomo kukaa ndani ya Bwana Yesu. Yeye alivyoingia kanisani tu akakuta pale wanahubiri habari za Petro. Petro alichukua hatua, Petro akatoka kwenye mtumbwi, Petro akatoka kwenye boti, akapiga hatua kumfuata Bwana Yesu. Na wewe piga hatua. Mtu tu anaanza na hatua kabla hajamjua Bwana Yesu binafsi. Hiyo ni hatari sana. Hiyo ni hatari sana. Narudia, kaa kwanza Yerusalemu. Yesu akawaambia wanafunzi wake, kaeni Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uwezo utokao juu. Ndipo tutakapoweza kumwakilisha Mungu vizuri. Usiseme huduma yangu mimi ni ya uinjilisti, kwa hiyo ngoja niwahi. Wewe muinjilisti. Wapo wainjilisti wanakutana na nguvu za giza huko, unakutana na mapepo, unakutana na mizimu. Wapo tu watu, mtu anaenda hajui vizuri, anakutana na nyumba za mizimu, anajidai kuibomoa wakati hana madhabahu ya kwake binafsi ambayo ina backup.
Yeye anaenda kupambana na madhabahu nyingine, anaenda kuvunja mizimu huko kwingine, wakati mizimu hiyo ina mizizi na mizizi. Yeye tu hajavijua sana, hajakaa pamoja na Bwana. Biblia inatuambia wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Kuna kitu cha kumngojea Bwana, unamngojea Yerusalemu. Hapo hapo kwenye comfort zone, muda ujawa na mambo mengi, ujawa na watoto, ujawa na huduma kubwa ambayo utakuwa unaitwa mpaka nje ya nchi. Kabla hujafika huko, mtafute Mungu mapema. Mitego ni mingi, watu wanaweka mitego, wanatega sumu, wanatega madawa, wanatega kulia na kushoto. Ajali zinatengenezwa jikoni, zinapikwa. Sasa wewe hujui chochote, unasema tu mimi naenda. Tafuta muda wa kumjua Bwana kwanza. Ukitoka hapo unakuwa mtu tofauti, unatoka na nguvu mpya, unapanda juu kwa mbawa kama tai. Hawa ni watu wamngojea Bwana, manake utakuwa na speed inayokwenda kasi. Kwa nini unaanza kwa kupaa juu kwa mbawa kama tai? Kwa sababu unakuwa unafidia ule muda ambao uliutumia kumngojea Bwana. Ndio maana Mungu, jambo la kwanza, kabla hujapiga mbio kwa miguu yako, kabla hujakwenda kwa miguu, Mungu anahakikisha unapaa juu kwa mbawa kama tai, ili kila ule muda ambao ulitulia mbele za Bwana unaufidia. Utaovertake wengine ambao walikutangulia, ambao walisema jamani, we bado uko hapa, sisi ngoja tuanze huduma. Baada ya miaka 2 mitatu unashangaa mambo yamekwaje. Wengine walisema wewe unakaa hapa, ngoja sisi tuoe, ngoja sisi tuolewe. Baada ya muda kadhaa unashangaa mambo yamekuaje haya? Mambo yanabadilika. Hakikisha kwanza unamngojea Bwana popote ulipo. Unakaa Yerusalemu mpaka uvikwe uwezo utokao juu. Nimalizie kwa kusema maneno haya. Wanasema kwamba miti inayokwenda juu sana vile vile inakwenda chini sana. Miti ambayo inaenda juu kidogo, ili mimea kama maua, hata mizizi yake haiendi chini sana. Kwa hiyo mti ambao unaenda juu sana na mizizi yake inaenda chini sana. Hakikisha unakaa na Bwana muda wa kutosha kabla hujaanza kumtumikia kwa viwango vya juu. Vile vile hata wanasema magorofa ambayo yanaenda juu sana, msingi wake umeenda chini sana. Ninajua huenda watu wamekutia tu moyo, anza kujenga gorofa, muda unaenda, wakati msingi haupo. Msingi wako ni wa kujenga chumba kimoja basi, lakini unataka kuweka nyumba ya gorofa 10-20, zitaanguka. Hakikisha msingi wako unakwenda chini sana. Wengine wakiwa wanaenda juu, wewe waambie nyinyi nendeni juu. Mimi msingi wangu ninauweka, ninajua baada ya muda gani utakwenda kuzaa. Ni huu msingi wangu, ninajua unakwenda kubeba vitu venye uzito wa aina gani. Kwa hiyo inategemea. Usikimbizane na wale wanaokwenda juu, wanaotaka kuonekana kwamba ni waimbaji wazuri, kwamba ni wahubiri wazuri, kwamba Mungu amewajalia vipawa na karama vya kufanya mambo makubwa. Tafuta uso wa Mungu kwanza, ndiyo kaa kwenye comfort zone. Najua umesikia habari za kuondoka kwenye comfort zone. Kaa kwanza kwenye comfort zone mpaka uvikwe uwezo utokao juu. Alafu ukitoka kwenye comfort zone unakuwa tofauti, wanakushangaa kwamba wewe umetokea wapi. Haleluya. Basi kwa siku ya leo nitakuwa ninaishia hapo. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya 13 tuliojifunza. Ninaamini utayaweka kazini, utajifungia tena pamoja na Mungu, utatafuta uso wa Mungu mpaka usikie umebeba kile ambacho umekusudiwa kukileta hapa duniani. Usikimbie tu na vitu vidogo vidogo ambavyo sivyo ulivyokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha unabeba ule mzigo ambao Mungu ameukusudia kwa ajili ya kizazi hiki ambacho ametupatia. Basi bila kupoteza wakati, naomba nichukue muda huu nikuombe ili neema ya Mungu ikusaidie kurudi tena mahali pasiri. Ukakae mahali pasiri na Mungu tena, akuvike uwezo utokao juu, uwe wa tofauti, umwakilishe yeye kwa namna tofauti katika kizazi hiki. Naomba nikuombe. Mungu wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mkuu na ni Mungu mweza. Tizama wasikilizaji hawa na watazamaji ambao wamesikiliza kipindi hiki mpaka kufikia wakati huu. Ninawaombea neema yako Bwana, ukawasaidie. Tumejifunza habari ya kukungojea wewe mpaka tutakapovikwa uwezo utokao juu. Huenda wengine ndio wameshabatizwa kwa Roho Mtakatifu, wananena kwa lugha, ni kweli, lakini bado hawajavikwa uwezo utokao juu. Bwana ukawasaidie
kurudie, kurudi kwenye vyumba vya ndani, kurudi tena mahali pasiri katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea neema yako katika jina la Yesu Kristo, ambao walikuwa wanataka kuanza kukutumikia wewe moja kwa moja bila kupata muda wa faraga na wewe, kwa jina la Yesu Kristo ninawaombea neema hii. Huenda wengine wamekaa mahali pasiri, wakaona wamechoka, wakaona kwamba hawawezi kusubiri tena. Nami Bwana, wakati huu ninanyosha mikono yangu, ninatamka neema yako juu yao katika jina la Yesu Kristo. Ukawarejeshe tena Bwana, ukawapatie uweza, nguvu ya kukaa kwenye uwepo wako, nguvu ya kukaa kwenye uwepo wako na kufyonza kila aina ya nguvu, kila ya hekima na maarifa na utakatifu na nguvu ambazo umezikusudia, ili wakashinde majaribu na changamoto zote watakazokutana nazo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu, natamka neema yako juu yao, ukawasaidie Bwana, ukawatetee, ukawapiganie katika jina la Yesu Kristo. Riko rama sakarama sheke repori kandara korama ribo sheke rekoraba ribo siki ripari kandara koraba ribo sakara koraba ribo siki. Ninatamka uweza wako Bwana juu yao katika jina la Yesu Kristo. Wapo ambao umewaita kwa ajili ya karama mbalimbali za uponyaji na kuwafungua watu, ukawasaidie Bwana. Huenda hicho kiwango wanachokionyesha sicho kiwango kinachotakiwa, ukawasaidie Bwana kurudi tena mahali pasiri, wakakujue wewe kwa namna ya tofauti na kukutumikia kwa namna ya ishara, maajabu na uponyaji ambao haujawahi kuonekana katika kizazi hiki, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wote uliowaita kwenye eneo hilo Bwana, ninawaombea neema yako, ukawatumie kwenye eneo hilo na ukawasaidie wakakujue zaidi kwenye eneo hilo katika jina la Yesu Kristo. Wakathibitishe ukuu wako na uweza wako kwenye maisha yao, na kila mmoja mmoja kwenye huduma uliomuita Bwana ukamsaidie katika jina la Yesu Kristo. Ukampe neema ya kusubiria, ya kungojea mpaka viko uweza, mpaka apokee nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo, naye atafika kule ambako umekusudia. Wengine Bwana wamekata tamaa katika kusubiri, wamesubiri sana mpaka wamejisemea wenyewe kwamba inatosha, lakini Bwana ulivyokusudia kwenye maisha yao bado hawajafika hata nusu. Wape neema ya kuendelea kukungojea wewe na nguvu zako na uweza wako, wasitoke Yerusalemu mpaka watakapovikwa uwezo utokao juu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Amen, amen, amen. Basi Mungu akubariki sana. Asante kwa kushiriki ibada hii pamoja nasi katika siku njema ya leo. Wakati huu ambao unaangalia video hii, Mungu wangu aendelee kukupatia neema ya kurudi mahali pasiri na kungojea nguvu zake na uweza wake. Kila alichokikusudia kitazaliwa kupitia maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Basi siku yetu ya 13 tunaimaliza namna hiyo. Kwa siku ya leo ulikuwa pamoja nami Pastor Joseph Mtasa toka kanisa la Rema Outreach Church. Na Mungu wangu akubariki sana. Tutaonana katika vipindi vijavyo. Ni hadi wakati mwingine. Kwa heri.